Unapoona maji safi na salama yakitiririka, upepo mwanana ukivuma na hali ya hewa nzuri inayovutia watu wengi, basi ujue hayo yote yanatokana na uhifadhi madhubuti wa mazingira. Moja ya maeneo muhimu yanayochangia utunzaji wa mazingira na vyanzo vya maji katika jiji la Arusha ni shamba la miti Meru Usa. Shamba hili ni sehemu muhimu ya mazingira ya Arusha, likiwa na jukumu la kuhifadhi vyanzo vya maji, kupunguza mmomonyoko wa udongo na kusaidia kuboresha hali ya hewa. Moja ya vyanzo muhimu vya maji vinavyotegemea shamba hili ni maporomoko ya maji ya Nakuru, ambayo yamekuwa tegemeo kubwa kwa jamii inayozunguka msitu huu. Shamba la miti Meru Usa imekuwa msaada mkubwa kwa wananchi wa vijiji vya karibu, sio tu kwa kuhifadhi mazingira, bali pia kwa kutoa rasilimali muhimu zinazowezesha kuendesha maisha yao ya kila siku. Wananchi wengi wananufaika kwa malisho ya mifugo na hata fursa za ajira kupitia utalii wa mazingira. Shamba la miti Meru ni hifadhi ambayo iko chini ya usimamizi wa Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania, kwa maana ya TFS au Tanzania Forest Service Agency, ambayo ni moja ya taasisi chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Hifadhi ya shamba la miti Meru ni sehemu ya hifadhi ya msitu wa Meru ambao ulihifadhiwa au ulianzishwa toka mwaka wa 1920, ambapo baada ya kuanzishwa kupitia tangazo la serikali namba 252, baadaye eneo la hifadhi ya msitu wa Meru ilienda chini ya usimamizi wa TANAPA kwenda kuwa Arusha National Park. Kwa hiyo hifadhi hii ya shamba la miti Meru ikabakiwa na usimamizi wa hekta 8170, ambazo katika hizo hekta 8170, hekta 6550 ni eneo la msitu wa kupandwa, lakini hekta 1620 ni eneo la msitu wa asili. Kwa hiyo na hifadhi hii imegawanyika katika maeneo ya usimamizi 8 au vituo vya usimamizi ambazo tunaziita safu au range. Kwa hiyo tuna safu 8 za kiusimamizi ili kuboresha uhifadhi na ulinzi wa hifadhi hii. Shamba la miti Meru Usa si tu sehemu ya uhifadhi wa miti, bali pia inachangia kwa kiwango kikubwa katika kuhifadhi vyanzo vya maji, kudhibiti mmomonyoko wa udongo na kusaidia mabadiliko ya hali ya hewa. Wananchi wengi wananufaika kwa kupata malisho ya mifugo na hata fursa za ajira kupitia utalii wa mazingira. Katika kijiji cha karibu, wananchi wananufaika moja kwa moja na rasilimali zinazotokana na msitu huu. Kwanza kabisa maji tunapata kwa ajili ya msitu huu, maana ukitunza misitu utapata maji ya kutumia. Pia ya pili,
tunapata haya majani. Unaona watoto wanapita na majani ya hii, kufyeka kidogo na kupeleka. Mimi kama kikundi changu cha Kimasai wanauza ushanga mbalimbali za Kimasai. Yaani wageni wakija wakihitaji, sisi tunazo na tunawauzia. Pili, vijana wetu wanapata ajira ndogo kwa ajili ya kuwasindikiza wageni mbalimbali wanaokuja kwa kupitia ofisi hii ya TFS. Kwa kweli ninafaidika kwa kupata majani ya ng'ombe, na pia huu uoto wa asili unasaidia pia kupata maji ya kunywa. Kwa vijana wetu kama hao wanaopata labda watalii, watapeleka huko mtoni, watafaidika, na sisi wakina mama tutafaidika, maana watakuja na chakula, watapika, tutakuwa tumejiendeleza. Shughuli tunayofanyia ni kushona shanga, tunawauzia. Kipindi cha nyuma tulikuwa na shanga kweli, tunawauzia, tunafaidika. Na sisi ni kivutio kwao, na tunapata hela kutumia hii msitu. Faidika na mengi. Jambo la kwanza, uhifadhi tu wa huu msitu unaofanywa na TFS unatusaidia sana kwa jambo la maji. Tunapata maji tunayotumia sisi kijijini yanatoka kwenye huu msitu. Kwa hiyo wao kuendelea kuhifadhi vizuri inatusaidia chanzo kile ambacho tunakitumia ambacho kiko humu ndani kisikauke. Kwa hilo ni jambo la kwanza. Lakini pia tunafuga, sisi pia ni wafugaji. Kwa hiyo tunaruhusia pia kuchukua majani, kata majani ya ng'ombe. Lakini pia kuna kitu kingine tunafaidi ambacho tunafikiri ni kikubwa pia. Wakivuna hii miti unayoiona, kila baada ya muda zikikomaa basi wanavuna. Kwa hiyo serikali ikishavuna wanapanda upya. Sasa kabla miti haijakuwa mikubwa, wanaturuhusu pia sisi, wanatugaia mashamba. Kwa hiyo tunafaidi. Unakuta shamba unalima kwa miaka 3, 4 mpaka miti itakapokoma. Kwa hiyo hizo tu ni baadhi ya faida. Uhifadhi wa shamba la miti Meru USA hauwezi kufanikiwa bila juhudi za pamoja kati ya jamii na serikali. Wakala wa Misitu Tanzania TFS imekuwa ikishirikiana na wananchi katika kuhamasisha uhifadhi wa msitu huu na kuhakikisha matumizi yake ni endelevu. Hifadhi hii ni ya muhimu sana katika engo ya kiuhifadhi, kwa maana ya kwamba inahifadhi bayoanuai chini ya safu za mlima Meru. Kwa maana ekolojia yote chini ya mlima Meru inahifadhiwa, kwa maana kwa juu iko chini ya Arusha National Park, lakini ukanda wa chini uko chini ya hifadhi ya msitu wa Meru. Kwa maana ekolojia yote ambayo inahifadhi bayoanuai ya mimea na wanyama, lakini pia katika eneo la msitu wa kupanda, kwamba unakuta sasa ndani yake kuna mjumuiko wa maeneo ya misitu ambayo yana vyanzo vingi vya maji, ambayo sasa katika hivyo vyanzo vya maji vinatoa huduma mbalimbali kwa jamii inayozunguka hifadhi, lakini pia kwa mji wa Arusha. Kwa hiyo umuhimu wa hifadhi hii ni mkubwa kutokana na ekolojia iliyopo ya viumbe na mimea, lakini pia huduma inazotoa kama hifadhi au zinazopatikana ndani ya uhifadhi wenyewe.
Hifadhi ilianzishwa kwa ajili ya malengo ya kuhifadhi ardhi yenyewe, lakini kuhifadhi uoto wa asili ambayo na pamoja na bayoanuai ambayo iko ndani ya hifadhi, lakini pia kuweza kukidhi mahitaji ya viwanda vya misitu kwa maana ya kutoa malighafi ambazo zinahitajika kwa ajili ya uzalishaji kwenye viwanda vya misitu, hasa uzalishaji wa mbao. Kwa hiyo kuanzishwa kwake sasa, ukiangalia miti ambayo imepandwa ndani ya hifadhi hii, tuna spishi mbalimbali au aina mbalimbali za miti zilizopandwa. Miti inayotawala ndani ya shamba la miti Meru ni miti aina ya Pinus patura ambayo kwa Kiswahili inaitwa misindano. Miti mingine inajumuisha eucalyptus, mikaratusi, tuna hizi casuarina ambayo ni jamii hiyo hiyo ya misindano. Vigezo ambavyo vilizingatiwa ni kuangalia ukanda, kwamba ukanda huu inafaa kupandwa miti gani, kwa sababu kipindi shamba la miti linaanzishwa sasa, achilia ile kuanzishwa kwa hifadhi ambayo tunasema 1920, lakini upandwaji wa miti sasa au shamba la miti likuja kuanzishwa kwenye miaka 1950, ambapo sasa katika kuanzishwa kwake kuna miti ya kigeni ambayo ilifanyiwa majaribio kama itakubali ukanda huu, ambayo miti hiyo ndio hizi Pinus patura au misindano. Miti hiyo ilionekana kufanya vizuri katika ukanda chini ya safu za mlima Meru. Kwa hiyo kuanzia ukanda wa Usa mpaka ukanda wa Odorusambu, kwa miti hii ilipofanyiwa majaribio ikaonekana inaweza kufanya vizuri na inakuwa kwa haraka ili kuweza kudhibiti mahitaji ya Shamba la miti Meru Usa pia ni kivutio kikubwa cha utalii jijini Arusha. Uzuri wa asili, hali ya hewa ya kuvutia na mandhari ya kipekee hufanya eneo hili kupata wageni wengi kutoka ndani na nje ya nchi. Watalii hawa wanapokuja hutumia huduma mbalimbali kama hoteli, usafiri na huduma za wenyeji, hivyo kuchangia maendeleo ya kijiji na pato la taifa kupitia sekta ya utalii. Utalii wa mazingira umekuwa chanzo kikubwa cha kipato kwa wakazi wa eneo hili. Wengi wao wanapata fursa za ajira kama waongozaji wa watalii, wauzaji wa bidhaa za asili na watoa huduma mbalimbali kwa wageni wanaotembelea msitu huu. Uhifadhi wa shamba la miti Meru Usa ni jukumu letu sote. Kupitia juhudi za pamoja kati ya serikali, wakala wa misitu na jamii, tunaweza kuendelea kulinda vyanzo vya maji, kuzuia uharibifu wa mazingira na kukuza utalii wa kiikolojia. Kwa pamoja tulinde shamba la miti Meru Usa kwa ustawi wa kizazi cha sasa na kijacho.